tena tunakaribisheni katika kipindi cha tafsiri ya Qur'an. Tafsiri ya Qur'an ambayo inaletwa kwetu na ndugu yetu Sheikh wetu Ali bin Abdullah, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Lakini pia vile vile kwa wale ambao moja kwa moja mnatufuatilia kupitia channel ya Masjid Songea TV, basi mnaweza mkayatuma maswali yenu kupitia katika namba ambayo inapita katika video zenu hizo. Lakini pia na sisi ambao tuko hapa hadhir, basi pia ni vizuri tukaweza kuyaandaa maswali ambayo yanakwenda sambamba na zile aya ambazo ndugu yetu shekhe wetu ametutafsiria. Inshallah moja kwa moja tunapeleka maiki kwa shekhe kwa ajili ya kuanza tafsiri yetu ya Qur'ani kwa leo. Karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada rahma na amani Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awali yote tunaendelea kukumbushana kwamba bado tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tayari ushaanza kutupa mkono wa kwaheri. Kikubwa tujipambe na mazingira na maadili ya Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hasa kuelekea 10 la mwisho. Tulivyo Ramadhani na uisha, ndio sisi tunakuwa wavivu kufanya ibada, lakini Mtume alikuwa Ramadhani na kuisha ndio anaongeza zaidi kufanya ibada. Shadda mi'zarahu, Mtume alikuwa hivyo, anafanya zaidi kuliko alikuwa anafanya awali. Kwa nasi muda uliobakiwa Ramadhani huu tufanye sana ibada kuliko tulivyokuwa tunafanya awali, ili mradi tumalize vizuri kila siku. Innal umura bi khawatimiha, mambo Allah anayazingatia mwishoni. Mwisho wako uko vipi? Mwisho ukiwa mzuri, basi mambo yanakuwa mazuri, na mwisho ukiwa mbaya, mambo yanakuwa mabaya. Kwa hiyo tuzingatie sehemu iliyobakia Ramadhani, tuitumie vizuri zaidi kuliko awali. Taban tupo katika mtiliko wa kumbushana juu ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tutaanzia katika aya ya 20 katika hii surati al-A'raf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala bado yupo na Nabiyullahi na mtume wake Adam, anazungumza naye akimwambia waqal, na akasema. Waqal inatifia kwenye maana yake Allah akasema, wa ya Adam uskuna anta wa zawjuka aljanna, ewe Adam, ishi wewe na mke wako peponi. Wa ya Adam, maana yake waqal, ya Adam, ewe Adam, uskun anta wa zawjuka aljanna, ishi wewe na mke wako peponi, mama yetu Hawa. Fakula min haithu shi'tuma, basi kuleni
katika sehemu yoyote muitakayo. Ndani ya pepo hiyo mnapotaka kula, kuleni. Fakula min haithu shi'tuma, basi kuleni katika sehemu yoyote muitakayo. Wala taqraba hadhihi shajara, lakini msiukaribie huu mti. Si kula tu, huu mti msiukaribie. Wala taqraba hadhihi shajara, na msiukaribie huu mti. Fatakuna min adh-dhalimin, mkifanya hivyo basi mtakuwa katika madhalim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, na akasema Allah akimuita mtume wake, ewe Adam, ishi wewe na mke wako peponi. Fakula min haithu shi'tuma, basi kuleni katika sehemu yoyote muitakayo. Wala taqraba hadhihi shajara, na msiukaribie huu mti. Mti gani? Nasema alhintwa, ngano. Nasema kwa wengine alkaram, mzabibu. Kwa wengine atini, mtini. Lakini kauli mashuhuri kwa maulama wengi ni alhintwa, ndio ambao wasikaribie hiyo. Kwa kikaribia ama wakila, fatakuna min adh-dhalimin, matokeo yake watakuwa katika wale madhalim, kwa sababu watakuwa wameacha agizo la Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyote anayeacha maagizo ya Mwenyezi Mungu, anafanya na kutaka mwenyewe, huyo ni dhalimun. Huyo ni dhalimu, anaifanyia dhulma nafsi yake. Kama Allah anasema, thumma urathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsi, faminhum dhalimun li nafsi. Katika hao wapo wenye kuifanyia dhulma nafsi yao na kwa kuacha maagizo ya Mwenyezi Mungu yaliyopo ndani ya kitabu. Faminhum muqtasid, na katika hao wapo wanafanya mambo kati na kati. Wa minhum sabiqun fil khairat, katika hao wapo wanafanya zaidi mambo ya khairi. Kwa waja kwa aina tatu katika mazingira ya Mwenyezi Mungu. Yupo ambaye ni dhalim, anayeacha maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hafanyi vile Allah anavyotaka. Huyo ni dhalim, anifanya dhulma nafsi yake, sababu dhulma wadau shay fi ghairi mahalli, kuweka kitu si mahala pake, ni dhulma. Kwa nafasi yako mu'min, nafsi yako au mazingira yako, uwe katika mazingira anayoyapenda Mwenyezi Mungu, huo ndio sawa kwako. Ukifanya vinginevyo unafanya dhulma. Kwa mmoja yupo dhalim, kadhalika yupo ambaye muqtasid, yupo kati na kati, mambo yake afanye sana mambo ya kheri, lakini mambo ya maasi anaacha kabisa. Huyu muqtasid. Na wapo wengine ndio sabiqun fil khairat, wao muda wote wako na Allah subhanahu wa ta'ala, akitembea na Mwenyezi Mungu, akilala na Allah, akila anakula Mwenyezi Mungu, akilala na Mwenyezi Mungu, akiongea na Mwenyezi Mungu, muda wote ana mraqibu Allah subhanahu wa ta'ala. Taban, kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anamhadharisha baitu Adam, wala taqraba hadhihi shajara, na msiukaribie mti huu. Fatakuna min adh-dhalimin, kifanya hivyo basi mtakuwa katika wenye kufanya dhulma, mtaingia katika kundi hilo. Fawaswasa lahuma ash-shaytanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakain au takuna min al-khalidin. Fawaswasa lahuma ash-shaytan, basi akawashawishi wao shaitani, Iblis akawashawishi wale ule mti.
liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, liyubdiya lahuma, ili apate kudhihirisha kwao, kukiweka wazi kwao, ma wuriya, kile ambacho kilichostiriwa, anhuma, kwa hao wawili, min sawatihima, nazo ni tupu zao. Allah aliwastiri baitu Adam na mke wake, aliwastiri kila mtu alikuwa auoni utupu wa mwenzake, yeye mwenyewe ajioni, na wala mmoja wapo amuoni mwenzake utupu wake. Ilikuwa hivyo, aliwastiri hivyo Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo shetani akawashawishi wafanye makosa ili stara waliokuwa nayo ipate kuondoka. Waqala, na akasema shetani katika ushawishi wake, ma nahakuma rabbukuma, hajawakatazeni nyinyi Mola wenu, an hadhihi shajara, kuhusiana kula katika huo mti, illa, isipokuwa amewakataza, antakuna malakain, kwa ajili ya kuchukia Mwenyezi Mungu nyinyi mtakuwa malaika wawili, au takuna minal khalidin, au mtakuwa katika wenye kubaki milele peponi. Kwa Allah hilo analichukia, ndio maana ambeni musile mti ule, lakini mkila lazima aidha mtakuwa malaika wenu nyinyi, au mtakuwa tena ndio peponi mtoki, mtaishi milele. Kwa ili taban, ili msiwe hivyo, msiishi milele peponi, msiwe malaika wawili peponi, ndio maana amekatazeni ule mti msile, ili muendelee kuwa hivyo hivyo kama mlivyokuwa hivi sasa. Waqala ma nahakuma rabbukuma, ajawakatazeni nyinyi Mola wenu, an hadhihi shajara, kuhusiana mti msile, illa, isipokuwa amekataza, an takuna malakain, ay karahatan an takuna malakain, kwa ajili ya kuchukia Allah nyinyi kuwa malaika, au takuna minal khalidin, au mtakuwa katika wenye kubakia milele. Ndio maana amewakatazeni msile ule mti, ili muendelee kuwa kama mlivyokuwa. Subhanallah, shetani huyu anafanya kazi yake, anawashawishi watu katika mstari, na hii mpaka sasa ipo. Sasa rafiki yako maka shetani min al-insi wal jinn, rafiki yako anakuambia wewe acha mambo yako bwana, wewe kijana lazima uwe na wanawake wanne, watatu, wanne, mke mmoja kazi, una mke wako ndani tu, huyo tu basi. Maisha gani hayo? Mtu ile unazo, shina kutumia zako bwana, watoto wako kutumia nao wewe wapo, anakushawishi hapa kutoa dikariri. Kwa ukikubali, ukiangalia kweli hela nazo na wanawake wapo, unaingia tamaki, unakuwa katika wenye kupata hasara. Waqasamahuma, na shetani akawapia, waqasamahuma, na akawapia shetani, inni lakuma minan nasihin, haika mimi kwenu nyinyi wawili, kwenu nyinyi, minan nasihin, katika wenye kutoa nasaha mzuri kabisa. Mimi hapa napafahamu zaidi, nimeishi muda mrefu sana kuliko nyinyi, napajua hapa. Kwa hiyo nakwambieni hayo ni ukweli mtupu. Kwa fanyeni ninavyotaka mimi, mtafanikiwa, mtakuwa malaika, hamtaishi milele huko. Waqasamahuma, na akawapia, inni lakuma, haika mimi kwenu nyinyi, la minan nasihin, ni katika wenye kutoa nasaha mzuri. Kwa sababu naifahamu vizuri sana hii, nimeishi muda mrefu hapa, kile tunakijua mimi. Kwa hiyo fanyeni hivyo, mtaona taishi milele huko. Subhanallah. Fadallahuma bihururin, ay hattahuma mimman ammanzilatihima bihururin minhu. Shetani akawaporomosha kuepukana daraja yao waliokuwa nayo, bihururin, kwa sababu ya udanganyifu wake shetani.
fadallahuma, basi akawaporomosha wao kuepukana daraja yao, bihururin, kwa udanganyifu aliowadanganya, kwa maana wakafanya. Wasema Allah, falamma dhaqa, basi zama walipokula, ay akala minha, walipokula katika ule mti. Falamma dhaqa, basi zama walipokula katika ule mti, badat lahuma sawatuhuma, zikadhihiri kwao zile tupu zao zikawa wazi. Kila mtu anamuona mwenzake alivyo, na mwenye kijiangalia na jiona alivyo, kitu ambacho kilikuwa hakipo kabla. Stara Allah kaiondosha kwao. Falamma dhaqa, ay akala, walipokula minha katika ule mti, badat lahuma sawatuhuma, zikadhihiri kwao tupu zao, wakawa wanaonana. Akijiangalia mwenyewe anajiona, na imeitwa sawa kwa sababu ni sehemu hamna mtu ambaye anapenda ionekane. Sawa, utupu. Ni originally sawa yasoma kitu ambacho kibaya, si kizuri. Kwa hiyo hamna ambaye anapenda utupu wake uwe wazi, hamna. Labda mtu akishanyikiwa kitaki hivyo sawa ndo atapenda, atatembea wazi wazi. Kwa mtu ambaye timamu kabisa, hata kidogo hapendi kitu kama hiki. Watafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna, na wakaanza sasa wanajibandika juu yao majani ya peponi. Wachukua majani wanajibandika ili wapate kujistiri. Washaumbuka, wana kitu ambacho ajabu, hawajazoea mazingira yale. Wako wachukua majani wanajibandika ili wapate kujistiri. Watafiqana, wakawa yakhsifana alayhima, wanabandika juu yao min waraqil janna, kunako majani ya peponi, ili wapate kujistiri. Washafedheka, washaumbuka tayari. Wanadahuma rabbuhuma, na akawaita wao mola wao. Wanadahuma rabbuhuma, na akawaita wao mola wao, akiwaambia alam anhakuma an tilkuma shajara, hivi sijawakatazeni nyinyi kuhusiana na huo mti? Sijawakatazeni kwa msiusogelee? Mbona mmefanya hivyo? Wanadahuma, na akawaita. Angalia uzuri wa Qur'ani. Hii sehemu ya kuwalaumu Mwenyezi Mungu hakutaja jina hapa, lakini kule sehemu ya kuwatukuza alisemaje? Ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, ishi wewe na mkeo peponi. Hii sehemu ya kuwatukuza, si sehemu ya kulao ya kuwalaumu. Kataja majina ya jina kataja Mwenyezi Mungu, lakini hapa sehemu ya lawama kaisha hapa tu. Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma, akusema jina yao kwa sababu sehemu ya lawama. Alam anhakuma, hivi sijawakatazeni antilkuma shajara, wa aqul lakuma, na nawaambieni, inna ash-shaytana lakuma, hakika shaitani kwenu nyinyi, aduwwun mubin, ni adui wa wazi kabisa. Shaitani si adui aliyejificha kwenu, ni adui ambaye kila mtu anamfahamu tokea awali. Kaanza kaonesha wali wake kumchukia mwanadamu na hampendi, na kashachukua hadi kuwapotezeni, kwa bado nyinyi mnamkumbatia tu. Kwa shetani kwenu ni adui wa wazi, lazima mtambue hivyo na muishi hivyo. Usikubali mwanadamu kufuata nyayo za shetani, kwa sababu ni adui mkubwa sana kwetu. Wa aqul lakum, na nawaambieni, inna ash-shaytana, haika shaytan, lakum kwenu, aduwwun mubin, ni adui wa wazi kabisa. Bayyinul adawa, ndio wake anaufanya wazi wazi, wala hana kificho hata kidogo. Qala, wakasema, rabbana dhalamna anfusana, rabbana dhalamna anfusana, Mwenyezi Mungu, Mola wetu,
tumezidhulumu sisi nafsi zetu. Dhalamna anfusana, tumezidhulumu nafsi zetu kwa kufanya maasi, kwa kuacha agizo lako, tumefanya dhulma hiyo. Wa illam taghfir lana, na endapo haukutusamehe, wa tarhamna, na endapo haukutuhurumia, haukuturehemu, lanakunanna minal khasirin, tutakuwa katika wale upata hasara. Manake wanakiri wamekosea, na hii ndio wanakutakiwa. Kama unakosea lazima ukiri umekosea, na hiki ndio kitu ambacho Adam kimemwokoa, ukiri kakosea. Baada ukiri maana anajuta kwa kosa alilofanya, na anarudi kwa Mwenyezi Mungu, nisamehe, nishakosea tayari. Kitu hiki Ibilisi hakuwa nacho. Ibilisi akukiri kama akosea, akaendelea kubishana Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Kwa mwanadamu akikosea atakiwa afanye wizi, ukiri umekosea. Hii ni toba ya kweli kabisa anayofanya Adamu hapo, na ndio toba ya uhakika. Ukikosea lazima utubie taubatan nasuha, toba ya kweli kabisa, ambayo inakuwa vitu vitatu ama vinne. Kwanza, ujiondoe katika kosa ulilofanya. Kama mzinifu, acha kuzini. Utatubia mzinifu, kwanza acha kuzini. Halafu ujute kwa nini umefanya kosa hilo. Na la tatu, uazimie kutorudia tena kosa hilo. Matatu hayo ukiyafanya umetubia toba ya kweli, na Allah anakuona. Ujiondoe na kosa ulilofanya hilo, uliache manaki, na ujute kwa nini umefanya, na uazimie kutorudia tena kosa hilo. Ukifanya hivyo, ndakuwa kosa ulilofanya ni haki ya Mwenyezi Mungu, utakuwa umetubia. Ila kama umemkosea mwanadamu mwenzako, umemchukulia simu yake, umemwibia hiki na hiki, umemchukulia mke wake, hiyo kesi shakuwa kubwa tayari. Ukiyafanya haya, Allah akusamehe. Lazima umridhishe, ukapatane naye yule ambaye ulimkosea. Kama ulimwibia simu, mfate bwana, nichukua simu yako, nisamehe bwana. Alafu ndio ufanye yale matatu. Mshukuru mke wake, shida hatari sana. Wala kuli hali tusiyazoee makosa, tujizoeshe kuyafanya mazuri, kwa sababu tubia si jambo dogo, jambo kubwa sana. Singido kila serezi hivyo kana ufikiria. Yaani kutubia Allah kule kweli. Moyo wako umeamua sasa kutubia, kuacha madhambi, kuacha kosa unalofanya. Uyafanye hayo. Ukiyafanya hayo kweli, Adam mja wangu huyo atataka kusamehewa. Allah atakupokea mikono miwili. Lakini useme tu astaghfirullah huko uoneshi kujuta, uoneshi kwani umekosa kama hilo, una kawaida tu rahisi. Hapana, kama yako tu ukimkosea lazima ukapige magoti kwake, kwa nidhamu ya ndio huko unalia, niseme sirudi tena. Mungu vipi zaidi ya hivyo? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wanasema wakirudi kwa Allah, Adam na mke wake wakisema, Rabbana dhalamna anfusana, Mola wetu tumezidhulumu nafsi zetu sisi kwa kuyafanya haya tuliyofanya, kwa kuacha maagizo yako. Wa illam taghfir lana, na endapo haukutusamehe. Wa tarhamna, na endapo haukutuhurumia, lanakunanna minal khasirin, tutakuwa sisi katika waliopata hasara. Tunaomba Mungu tusamehe, tusiwe katika mazingira hayo ya waliopata hasara. Qala bitu ba'dukum li ba'din aduun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala ihbitu, Allah akasema ihbitu, shukeni katika mazingira ya huko. Tena huko mna nafasi ya kuishi. Shukeni nyinyi
na watoto wenu. Ba'dukum li ba'din adun, baadhi yenu kwa baadhi nyingine itakuwa ni adui. Manake huyu atamdhulumu huyu na huyu atamdhulumu huyu atamfanya mabaya huyu na huyu atamfanya mabaya. Ndio maisha yetu yalivyo sasa. Sisi wenyewe tunafanya kuna dhulumiana, tunafanyana uadui. Tunafanya uadui. Mwanadamu kwa wanadamu, sisi simba na binadamu hapana. Mwanadamu kwa wanadamu. Kitokea huko sasa hivi Irani ni uadui tu. Wote ni wanadamu wanafanya uadui. Anampiga mtu mwenzake bila sababu yote. Ni hatari tu. Sasa mbali hata maisha yetu kawaida tunadhulumiana. Sisi kwa sisi tunadhulumiana, tunaoneana. Kwa sababu ya nguvu yake mtu alikuwa na nafasi yake anamuonea mwenzake. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adun, baadhi yenu kwa baadhi yenu itakuwa adui, yani baadhi itakuwa adui kwa baadhi nyingine. Walakum fil ardi mustaqarrun, na mna ninyi katika ardhi mustaqarrun ay makanu istiqrar, sehemu ya kutulizana. Wa mataa, na mna starehe katika hiyo ardhi. Ila hin, mpaka katika muda maalum. Nenda ardhini huko, katika ardhi hiyo mna sehemu ya utulivu ya kukaa. Kadhalika mtapata starehe huko, lakini ila hin, mpaka muda maalum. Ukifika huo mtaachana na maisha hayo, mtaenda katika maisha mengine. Tupo hivi sasa katika huu mgongo wa ardhi, tupo katika mazingira hayo. Wenye kustarehe na starehe, utulivu wanaopata kama kudumu ama wa baadhi ya siku, walimradi tunaishi katika mazingira hayo mpaka muda ukifika qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tunaelekea katika maisha mengine. Qala ihbitu, akasema Allah, poromokeni. Ba'dukum li ba'din adu, baadhi yenu kwa baadhi nyingine itakuwa ni adui. Walakum fil ardi, na mna nyinyi katika ardhi mustaqarran, sehemu ya kutulizana. Wa mataa, na starehe. Ila hin, mpaka katika muda maalum utakapoisha umri wenu. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun, akasema katika hiyo ardhi mtaishi. Kila mtu na muda wake aliyompangia Allah kuishi, kama miaka 20, 50, 60 na kuendelea. Kama utaishi sana, kama ulikuwa kubwa umri wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunasema amaru ummati ma baina 60 wa 70. Umati wangu umri wake ni kati ya 60 na 70. Hiyo ndio maximum, umri mkubwa kabisa ni huo. Wa qalilun ma yujawizuha, kama akasema, na wachache sana wanaovuka umri huo. Kuvuka miaka ukafika 80 huko 90, wachache sana. Lakini wengi mtu kaishi sana si kati ya 60 na 70 hapa. Ukivuka 60 hii, ukivuka 60 shida sana. 60 ukigusa 60 ukaya 61, 62, 63 kwenda huko mbele. Shukuru Mwenyezi Mungu. Shukuru Mwenyezi Mungu, hiyo ni extra time, muda wa ziada Allah akakupa huo. Na khairukum man tala umruhu wa kathura khairuhu, bora wenu yule ambaye umri wake ulikuwa mrefu na khairi zake zikawa nyingi, ndio bora kabisa wewe. Kwa Allah yakuzidishia umri, fanya mazuri zaidi. Sio na Allah yakuzidishia umri kama wafu bado unafanya mambo ya ajabu ajabu, unashishi vijana kufanya mambo ya ajabu ajabu. Hapo wazee kana vijana wanasema nzangu mimi yule nina mwacheo, nzangu mimi sasa tayari kitu gani tayari sana. Wazee kama hawa hawafai. Wazee wazuri ni wale ambao umri wao umekuwa mrefu na mambo yao yamekuwa mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha tahyaun, katika hiyo ardhi mtaishi. Wa fiha tamutun, na katika hiyo ardhi mtakufa. Wa minha, na kutokana hiyo ardhi tukhrajun, mtatolewa tena. Bilba'thi, kwa kufufuliwa, mtatolewa
kwa maisha mengine mapya kabisa hayo ya kuhukumiwa. Kila mtu ashike mzigo wake, apate malipo yake aliyoyafanya hapa duniani. Fiha tahyauna, katika hiyo ardhi mtaishi. Wa fiha tamutun, na katika hiyo ardhi mtakufa. Wa minha tukhrajun, na kutokana hiyo ardhi mtatolewa tena, mtatolewa ili kwa mazingira ya kufufuliwa, na kila mtu ahukumiwe kwa mujibu wa yale ambayo aliyoyatenda katika huu mgongo wa ardhi. Taban, ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa libasu taqwa dhalika khair dhalika min ayati llah la'allahum yadhakkarun. Ya bani adam, enyi wana adam, enyi watoto wa Adam, qad anzalna alaykum libasan, hakika tumetelemsha kwenu, kwa maana tumeumba juu yenu libasan, vazi, yuwari ay yasturu sawatikum, vazi ambalo linastiri tupu zenu, warishan, na tumeumba mapambo, mnajipamba, mnapendeza. Walibasu taqwa, na vazi la uchamungu. Walibasu taqwa, na vazi la uchamungu. Dhalika khair, hilo ndio bora zaidi. So vazi hilo la kujipamba, unaonekana watanashati wazuri, hilo si bora. Hilo vazi hasa ni vazi la uchamungu. Walibasu taqwa dhalika khair, na vazi la uchamungu hilo ndio bora zaidi. Waman lam yalbas thiyaba min at-tuqa taqallaba uryanan walau kana kasiya, na mtu yote ambaye hakuvaa vazi la uchamungu, huyo yupo mtupu, hana kitu alichokivaa. Hata kama amekuwa amevaa nguo hizo, anapendeza, ana shati mashallah, muda kuwa uchamungu hana, huyo yupo wazi kabisa, yupo wazi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hata familia yake alikuwa anahimiza ucha Mungu, si kuamka anaamrisha watu waamshwe, akisema aiqidhu sawahibal hujari faruba kasiyatin fi dunya ariyatin fil akhirah, walala waamsho wote wafanye ibada, kwa sababu wenda alivaa duniani hapa kajiona kavaa, kumbe akhira yupo mtupu, hana stara yote. Kwa kila mtu achukue stara yake mwenyewe ya kumsaidia, asitegemee kule yupo na mtume, baba yake mtume, mume wake mtume, hiyo haitamsaidia. Hapana, kila mtu mwenyewe apambane kwa hali yake, apate vazi la ucha Mungu liweze kumsaidia katika maisha yake ya baadaye. Kwa ucha Mungu ndio vazi nzuri kabisa, vazi bora. Ucha Mungu inafahamika ni kuishi katika kufanya maamrisho ya Allah na kutekeleza na kujiepusha na makatazo yake. Ndio ucha Mungu. Allah akwambia fanya hiki unafanya, acha hiki unaacha, pasi na kuangalia watu. Ndakuwa hilo ni agizo la Mwenyezi Mungu, unaishi katika mstari huo. Ukiishi hivyo, wewe ucha Mungu na utafanikiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ucha Mungu ndio kigezo pekee cha kuingia peponi. Bila ucha Mungu hamna pepo. Bila ucha Mungu pepo nini? Hamna. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, tilka janna nurithu min ibadina man kana taqiya. Pepo watapewa waja wenye sifa maalum ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tumche Allah, tuishi kwa kufuata utaratibu wa Allah, ili mradi tupate vazi la ucha Mungu ambalo ndio bora kuliko vazi lingine lolote. Walibasu taqwa dhalika khairun, hilo ndio vazi bora zaidi. Dhalika min ayati llah, yote hayo ni katika alama, dalili za uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yadhakkarun, huenda wao wanadamu hao wakawaidhika ama wakaamini kwamba Mwenyezi Mungu
ana uwezo wa kufanya chochote, na yeye ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa na kuheshimiwa. Dhalika khair, dhalika min ayati Allah. Yote hayo yalotangulia ni katika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu. La'allahum yadhakkarun, wenda wao wakawa wenye kuwaidhika. Wallahu wa rasuluhu a'lam.